licha ya chombo kupigwa sana na mawimbi katikati kwenye safari, siri yetu ya mafanikio ni umoja, mshikamano na upendo kati yetu. Hata katika nyakati ambazo chombo kinayumba, bado Yanga tulibakia pamoja, na manahodha ambao tuliwapa dhamana ya kuongoza chombo chetu tuliendelea kuwaamini kwamba watatuvusha kwenye hicho kipindi kigumu. Na alhamdulillah tumevuka. Hizo nyakati ngumu tumezivuka, na leo tumefika mwisho wa safari ya ligi kuu tukiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo niwapongeze sana wanachama wote, tena kuanzia kwenye viongozi wetu wote wa kanda, viongozi wetu wote wa matawi, waratibu wetu wa mikoa, wanachama, mashabiki, matawi yetu yote. Kwa niaba ya uongozi wa klabu yetu ya Yanga tunasema asante sana kwa umoja, upendo na mshikamano ambao mmeuonyesha msimu. Baadaye kidogo hapo nitaingia ndani kidogo kueleza kwa nini nawaambia katikati ya safari chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi, kinayumba namna hii, lakini bado tulisalia kuwa imara na upendo na tukavuka, na leo tunasimama kama championi wa ligi kuu ya Tanzania kwa mara ya 4 mfululizo. Shukrani ya kipekee iende pia kwa benchi letu la ufundi, kwa wachezaji wetu kwa kazi nzuri ambao wameifanya msimu huu kuhakikisha wanavuja jasho, na ilipostahili damu kumwagika walimwaga, kwa sababu waliumia, walihatarisha usalama wao kwa ajili ya kuhakikisha wana Yanga tunapata furaha. Kwa tunawapongeza sana wachezaji wetu, tunawapongeza sana benchi letu la ufundi kwa kazi nzuri ambayo wameifanya kuhakikisha ya Afrika imefurahi. Mwisho kwenye shukrani, tunawapongeza pia timu zote 14 ambazo zimeshiriki ligi kuu msimu huu. Sisi Yanga na hizo timu 14 ambazo zimeshiriki, tunawapongeza sana. Mmetupa ushindani mkubwa, mmetupa changamoto nzuri, na hakika mmeifanya ligi yetu imepanda kiwango. Kwa sisi Yanga Afrika tunawashukuru timu zote 14 ambazo tumeshiriki nazo ligi msimu huu. Lakini kwa kipekee tusiache kumshukuru Aviola. Tunamshukuru sana Aviola kwa ubabaishaji, udanganyifu, propaganda za hapa na pale hazikwenda bure. Zilitufanya tuwe macho na sisi tupambane. Tawaibia siri kidogo leo ndugu zangu. Siku moja Aviola walikuwa wanazungumza, si ilikuwa baada ya mechi gani? Walikuwa wanazungumza bila hofu na mashaka yoyote. Nafikiri ilikuwa KMC pale. Msemaji wa Aviola akasimama akasema tunacheza mechi za Yanga. Nakumbuka? Bila mashaka yoyote. Msemaji wa Aviola akasema tunazicheza mechi za Yanga. Ile kauli ndugu zanguni ndio iliamua hatima yao msimu huu, kama mlikuwa hamjui. Yaani kilichowaponza au kilichomponza Aviola msimu huu ni mdomo wake. Baada ya kutamka hadharani kwamba anacheza mechi za Yanga, sisi Yanga tukajiuliza, anachezaje mechi zetu? Anacheza kivipi? Ana nguvu gani huyu wa kusimama na kusema kwamba anacheza mechi za Yanga? Anajiamini nini? Kiburi chake ni kipi Aviola? Pale na sisi tukaweka mguu chini, tukakubaliana kwamba ukiwa wanasema Waswahili, ukiwa mvuvi wa pweza unakutana wapi? Mwambani. Sasa mwisho wa msimu umefika. Furaha yetu Yanga sio tu kuchukua ubingwa. Furaha yetu pia ni kumwona Aviola akaondoka patupu. Hiyo ni furaha yetu kubwa ambayo wana Yanga tuko nayo. Kuna furaha ya kuchukua ubingwa, alafu kuna furaha ya kumwona Aviola ameondoka mikono mitupu.
na nimemwambia siri, lini, siku gani Yanga tuliketi chini tukaweka dhamira, sasa leo tukubaliane huyu Aviola aondoke mikono mitupu msimu huu. Kwa sababu unapojitangaza hadharani kwamba wewe unacheza mechi za Yanga, maana yake wewe una msuli wa kuisumbua klabu hii kubwa na kongwe Afrika Mashariki na Kati. Maana yake wewe uko tayari kwa mapambano. Na sisi tunasema sawa, kama kuna kitu Yanga hatujawahi kukihofia ni mapambano. Acha twende katikati tukapambana. Na mwisho wa msimu mshindi amejulikana nani. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuwashukuru sana Aviola na watu wake wote kwa ubaishaji ambao wameleta msimu huu, kuhakikisha wameongeza nao chachu na flavor ya ushindani kwenye ligi. Sasa kutoka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wanayanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wanayanga walikuwa wakilitumia. Lakini pasina kusahau wanayanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Tukawa tupo kwenye tafakuri, na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wanayanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya club hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa club, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Mnaposikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili yaenee. Ni dude la maana kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee wanatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo tutujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sana Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRDB kwa jumla. Sisi tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika. Shughuli ya kwanza, ngamia ataanguka. Mnaona kama utani, ngamia ataanguka kesho hapa inshallah. Alafu tutafanya dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio haya. Alafu tutakwenda kuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie hapa mapema, tuwe hapa wote wanachama wa Yanga ambao mtanisikia, tuje tunywe supu ya ngamia jamani. Ngamia na maandalizi yake ya kuchinja. Wewe ngamia achinjwi tu hivi kama wataka kuchinja kuku. Ngamia na maandalizi yake. Pigwe dua kidogo mpaka akae chini ndio kisu kiingie. Kwa hiyo mtakokuwa na nafasi tutawapeleka leo. Sisi mkasema nyama hii tutawapeleka na nyinyi mkashuhudie nyama akianguka.
kwa ajili ya wanayanga kesho kuja hapa kunywa supu. Hili jambo la supu na Yanga ndugu zangu liko hivi. Yaani jambo la supu na Yanga ni hivi. Kwa sababu supu asili yake ni mkono. Alipokula mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywea makao makuu. Kwa hiyo tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa hiyo kesho kunayo supu ya ngamia hapa makao makuu. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika, tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wako kwenye msongo wa mawazo, wanapitia mazito kwelikweli, hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya, yaani hawajui ni 2 au ni 22. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu. Kitaalamu ngamia anatibu maradhi hayo ya ini, kama una sumu mwilini hivi, ngamia sufu yake inatibu hiyo. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi pia kesho tunao makao makuu jamani. Muwaambie tunawaomba waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile walishakujaga na hii ya ngamia tunaamini inshallah watakuja kwa pamoja tufurahike nao. Baada ya kutangaza ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. Na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa hiyo katika hiyo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar. Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa iko Zanzibar. Maana tunafuata sana sasa. Watu wamekuwa wakitegea hizi pesa zangu hizi. Mtu anataka kusikiliza hapa na mambo yake pembeni. Kasema saa ngapi? Saa 6. Sasa wewe vipi? Sijui. Tunaondoka saa ngapi? Tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar. Lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar ya kesho inshallah kuanza maandalizi ya mchezo huo wa fainali.